Kwa majina yangu naitwa Mwaija Mwenye Kayoka. Ninatokea kata ya Mkwawa. Ni miongoni mwa wajasiriamali ambao wamekuja kushiriki kwenye mafunzo haya mazuri kabisa ambayo yameweza kuandaliwa na Mheshimiwa mbunge wa jimbo letu la Iringa mjini, Fadhili Fabian Ngajilo. Katika utekelezaji wake na katika uwajibikaji wake, yeye ni kiongozi. Kwa hiyo katika uongozi wake ameona bora afanye kazi na jamii, na jamii yenyewe ni watu wa Iringa. Ameanzisha mafunzo haya kwa ajili ya watu wote wa mji manispaa ya Iringa mjini. Lakini mafunzo haya hayajazingatia dini, kabila, chama wala rangi. Amekaribisha yoyote yule ambaye mwenye fursa. Na uzuri darasa hili limeanza, ni darasa zuri, limekuwa na mchanganyiko wa makundi yote. Limekuwa na mchanganyiko wa wanawake, wanaume, vijana, watu wazima, lakini pia na umri wa kati na wazee. Darasa hili limekuwa na mafunzo mengi. Kwa ujumla nataka kusema kwamba mimi binafsi, pamoja na kwamba ni mjasiriamali, mimi ni MC. Kwa hiyo wafundishaji wameweza kugusa kila sekta, kwamba maana kuhusiana na swala zima la bidhaa na ujasiriamali, kuna kuuza na kununua na kuhudumia. Kwa hiyo nikirudi katika swala zima la ujasiriamali, ina maana mimi nina nafasi mbili. Nina sehemu ya kutoa huduma, lakini pia nina sehemu ya kuuza bidhaa. Umeelewa? Kwa hiyo darasa hili limehusisha mambo ya utengenezaji wa sabuni, limehusisha mambo ya utengenezaji wa batiki, limehusisha mambo ya ufugaji wa kuku, limehusisha mambo ya utengenezaji wa madawa mbalimbali, limehusisha vitu vingi ambavyo kiukweli kwa wanawake na wote walioshiriki kwenye haya mafunzo yamekuwa mafunzo mazuri sana kwa watu ambao wapo hapa katika hili darasa. Ni darasa ambalo lilibeba wanafunzi 300. Na kila mtu aliyokuwa hapa ndani amefurahia darasa hili la ujasiriamali. Kwa nini amefurahi? Kwa sababu baada ya kufanya yale mafunzo, hatimaye watu wamekwenda kufanya kazi kwa vitendo. Wanawake, vijana pamoja na wanaume wamekwenda kuzalisha kutokana na yale waliojifunza. Wameleta bidhaa mbalimbali ambao kila mtu amefurahia. Hata nyinyi waandishi wa habari, nafikiri mmeingia pale ndani na mkaona jinsi gani wajasiriamali hawa kitu gani ambacho wamefanya. Napenda kutoa pongezi nyingi sana kwa Mheshimiwa mbunge, kwa sababu Ngajilo mimi namuelewa. Najua kiu yake toka alipoanza kuingia kwenye nafasi hizi za uongozi, akianza kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana, amekuja kuwa mwenyekiti wa wazazi mkoa wa Iringa, na sasa amekwenda kuwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini. Kiu yake na nia yake kubwa kuhakikisha kwamba kila mwana Iringa anatoka alipo na kusogea mahali pengine, kwa kipato, kwa elimu hizi ndogo ndogo za ujasiriamali, hata kwa kufanya mambo mengi ya kijamii yanayohusu kuingiza kipato. Selemani Hatibu, pamoja na mambo mengine, mimi ni mwenyekiti wa mtaa huko Kitanzini. Ni mmoja wa wajasiriamali. Mafunzo haya tuliyoyapata katika kipindi hiki ni jambo la kushukuru. Ilikuwa kama surprise, tumeitwa, tumekuja. Hapa mjini kuna wafanyabiashara wengi pamoja na wajasiriamali, lakini tunakosa ujuzi, uwezo na kujua wapi tutauza mali zetu. Mafunzo haya yatatusaidia kwa sababu tumepata sasa ufumbuzi wa namna ya kutengeneza vitu, lakini kwa ubora unaohitajika. Wakati mmoja tumekuwa tunatengeneza, hatujui kwamba tutauza wapi, lakini kutokana na mafunzo haya sasa tumefunguliwa njia. Tumeelekezwa ni namna gani tunaweza kuuza bidhaa zetu. Kuna neno moja limesemwa, ili ufanye biashara vizuri lazima uwe kama umejizima data. Kujizima data kwa maana ya kwamba aibu weka pembeni, ingia mstari wa mbele, fanya biashara, tangaza biashara yako kwa namna yoyote iwayo, utapata wateja. Na kama unaona kuna uzito wa biashara eneo unalokaa, sogea mbele katika eneo lingine ambalo hawakufahamu vema, utafanya biashara vizuri. Inawezekana hapo ulipo wamejaa ndugu na jamaa, watakuwa wanakopa kila siku, unashindwa kupata tija, lakini ukienda kufanya kazi mahala pengine unaweza ukafanya biashara vizuri zaidi. Kwa hiyo tunasema mafunzo